Tafiti mbalimbali za kisayansi zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa kamili wamewahi kujichua katika nyakati fulani za maisha yao. Asilimia kubwa ya tafiti zimekuwa zikielezea kuwa asilimia kubwa ya binadamu waliwahi kujichua katika nyakati ambazo walikuwa wanapitia kipindi cha barehe, lakini baadhi yao waliendelea na kushindwa kuacha mtindo huo. Kama tunavyojua, kila kitu kina faida na hasara. Hata mtindo wa kujichua una madhara mengi ambayo yamekuwa yakielezwa katika majarida na vitabu mbalimbali ambavyo vimefanyiwa tafiti na wataalamu tofauti tofauti. Zipo tabia ambazo ukiona umeanza kuwa nazo, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wameathiriwa na mtindo wa kujichua. Katika video hii nitakwenda kukuambia tabia mbalimbali ambazo ukiona umeanza kuwa nazo kwenye maisha yako, basi ujue umeanza kuathiriwa na mtindo huu wa kujichua. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona katika maisha yako, ujue umeathiriwa na mtindo wa kujichua katika maisha yako. Namba 1, kila unapokuwa peke yako unatamani kuendelea kujichua. Miongoni mwa ishara ambazo ukiziona katika maisha yako, ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wameshaathiriwa na mtindo huu wa maisha. Ni pale ambapo kila unapokuwa peke yako unaanza kuingiwa na hali ya kutamani kujichua, haijalishi upo katika mazingira gani. Mara nyingi ukiona umefikia hatua hii, ujue umeanza kuwa mraibu wa mtindo huo. Ni vema ukaanza kufanya mazoezi ya kujaribu kuacha tabia hii, kwani kama usipoweza kuacha, utaenda kuathiriwa zaidi na tabia hii, kwani katika ubongo wako imeshajitengeneza hali ya uraibu ambao kama usiposhughulikia mapema, huenda ukawa miongoni mwa binadamu ambao wanakwenda kuathirika zaidi na mtindo huu wa maisha. Namba 2, umekuwa binadamu mwenye aibu tofauti na ulivyokuwa mwanzo. Inawezekana wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanapojaribu kuyakumbuka maisha yao ya zamani, wewe ulikuwa ni mwanadamu jasiri ambaye hata unapozungumza na mtu ulikuwa ukimtazama machoni bila hata kupepesa macho yako, na mara nyingi ulikuwa unaweza kuzungumza huku ukijiamini na ulikuwa na ujasiri wa kusimama mbele za watu na kuzungumza. Lakini tangu ulipoanza mtindo huo wa maisha, umekuwa mwanadamu mwenye aibu sana. Unapozungumza na mtu, hauwezi kumtazama katika macho yake. Mara nyingi unayaelekeza macho yako katika uelekeo mwingine, na hata ujasiri wa kusimama na kuzungumza mbele za watu hauna tena. Na hali hiyo inazidi kuimarika ndani yako kadri unavyozidi kuendekeza mtindo huu wa kujichua. Utakapoona ishara hiyo katika maisha yako, jiulize mara mbili, je, ni kitu gani ambacho kinaendelea ndani yako? Kwani tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa tabia ya aibu huwa inazidi kuwa kubwa zaidi pindi mwanadamu anapoendekeza mtindo wa kujichua katika maisha yake. Kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wameendekeza mtindo huu na hali hii imeanza kujitokeza katika maisha yako, jaribu kuanza kuacha, kwa sababu kama ukiendelea, amini usiamini, utajikuta unaendelea kupata madhara makubwa zaidi hata ya haya ambayo nakueleza katika video hii. Namba 3, unajikuta ukifurahia zaidi mtindo wa kujichua kuliko tendo la ndoa lenyewe. Kadri mwanadamu anavyozidi kujichua, ndivyo hisia na akili yake inavyozidi kuamini kuwa anaweza kujitimizia mwenyewe haja ambayo angeweza kutimiziwa na mtu mwingine. Miongoni mwa mambo ambayo mimi na wewe lazima tukae chini na tukubaliane nayo ni kuwa wanadamu wengi wanapojichua kupindukia, akili zao huridhishwa na vitendo hivyo, kitu ambacho hupelekea
hisia zao kufurahia zaidi wanapojichua kuliko wanapoenda kushiriki tendo la ndoa. Endapo nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapatwa na hali hii, ujue umeshaanza kuathirika kisaikolojia, na saikolojia yako inakuaminisha kuwa unapojichua unapata raha zaidi kuliko unapokutana na mwenza wako, kitu ambacho si kweli. Kwani kwa asili Mwenyezi Mungu alipoyaumba maumbile yako aidha ya kiume au ya kike, akamuumba na mtu ambaye ni tofauti na jinsia yako, akamuumbia maumbile yake. Lengo ni wewe kuunganisha maumbile yako na maumbile yake, ili kitendo ambacho unajifanyia mwenyewe kiweze kukidhi haja kwa mwenza wako. Lakini ukiona unaweza kujikidhi haja zako wewe mwenyewe kwa mtindo wa kujichua, na ukajikuta umeanza kufurahia zaidi ya unapokutana na mwenza wako katika uhalisia, ujue umeanza kuathirika kisaikolojia, na ni vema ukaachana na mtindo huo, kwa sababu kadri unavyozidi kufanya kwa muda mrefu ndivyo unavyozidi kupata madhara makubwa maishani mwako. Namba 4, unajikuta ukipoteza hisia za tendo la ndoa na hauwezi kushiriki tena tendo la ndoa kikamilifu. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wameendekeza mtindo wa kujichua katika maisha yao, katika hili ninaamini watakuwa mabalozi wazuri, kwani kadri mwanadamu anavyozidi kujichua katika maisha yake ndivyo anavyozidi kuathirika kisaikolojia, na uwezo wake wa kushiriki tendo la ndoa huwa unashuka. Kwani kuna nyakati ambazo binadamu ambaye amefanya mtindo huu wa kujichua kwa kipindi kirefu anakuwa ni mtu ambaye hisia na saikolojia yake inaamini anaweza kujiridhisha yeye mwenyewe, yani kujichukulia sheria mkononi, kama ambavyo wataalamu wa mambo wanapenda kuiita tabia hii, na wapo ambao wametengeneza vikundi vyao wanaita chaputa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo mimi na wewe tunatakiwa tuvielewe ni kuwa, pamoja na kuwa tafiti zinaonesha asilimia kubwa ya wanaume wamewahi kupitia mtindo huu wa kujichua katika kipindi fulani cha maisha yao, lakini kuendekeza mtindo huu wa kujichua katika maisha yako unaweza kupelekea ukapoteza hisia kwa wanawake. Hapo ndipo utajikuta wakati mwingine unapokutana na mwanamke ambaye anastahili makubwa kutoka kwako, unashangaa unashindwa kupata hisia zozote juu yake, kwa sababu hisia zako, ubongo wako na akili zako vilishajiaminisha kuwa kitu ambacho unataka ukipate kwa mwanamke wako unaweza kukipata katika mikono yako. Hivyo unaweza ukajikuta jongoo anashindwa kupanda mtungi, hivyo uwezo wako wa kushiriki tendo la ndoa utashuka kama si kupotea kabisa. Na ndiyo maana kisaikolojia, si kwamba kujichua kunapunguza nguvu za kiume, hakupunguzi hata kidogo, bali ni kwa sababu hisia zako zinakuwa zimejiaminisha kuwa hali hiyo unaweza ukajitimizia wewe mwenyewe, jambo ambalo hupelekea ukashindwa kumtimizia haja ya mwenza wako. Kwani wakati mwingine hata watu ambao unakuwa unawafikiria wakati unapokuwa unajichua pengine wanakuwa si binadamu halisi, ama watu wengine hupenda kutumia picha ama video ambazo huwaonesha watu ambao si halisi, kwani watu wengi ambao wanaonekana wakishiriki tendo la ndoa katika video mbalimbali za ngono si binadamu halisi, na wakati mwingine wanakuwa ni watu ambao wamefanyiwa editing, jambo ambalo litakudhoofisha wewe kisaikolojia, na uhalisia ambao utataka kuuona kwa mwenza wako hautauona. Kama wewe ni mwanamke, fikra zako zitakupeleka kwa wanaume ambao umekuwa ukiwaona katika mikanda mbalimbali ya ngono. Jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kuwa wale ni watu ambao wanatumia madawa ya kurefusha maumbile yao, lakini ni watu ambao wanatumia madawa ya kuongeza uwezo wao wa kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu nawe utatamani kuiona hali hiyo kwa mwenza wako na kiuhalisia hautaiona. Hivyo utajikuta unapoteza hisia za kushiriki tendo la ndoa na binadamu halisi. Badala yake utaendelea kutazama video za ngono huku ukiendekeza mtindo wa kujichua katika maisha yako, jambo ambalo litaendelea kukuathiri siku hadi siku. Namba 5, unajikuta ni mwanadamu wa kujilaumu kila wakati, lakini unashindwa kuiacha tabia hiyo. Asilimia kubwa ya binadamu walioathiriwa na mtindo wa kujichua wanayo tabia moja ambayo wanaichukia sana katika maisha yao. Wanakuwa ni watu ambao mara nyingi aidha wanapokuwa peke yao ama wanapokuwa katika mazingira ambayo yanawasisimua,
wanaenda kujichua, lakini pindi tu wanapomaliza mtindo huo wa kujichua, wanakuwa ni watu ambao wanajilaumu na kujiahidi kuwa kuanzia leo ninakwenda kuuacha mtindo huu, lakini muda kidogo unapopita wanajikuta wakirudia tabia hiyo siku hadi siku, na mara zote wanatamani kuiacha tabia hiyo, lakini wanashindwa kuiacha. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili, ujue umeshaathiriwa na mtindo huu wa kujichua. Hivyo ni vema ukaanza kufanya jitihada za kwenda kuushinda mtindo huu, na kila kitu kinawezekana utakapoamua kwa nia ya kweli. Unaweza kuuacha mtindo huu katika maisha yako. Namba 6, unajikuta ukianza tabia ya kujitenga katika makundi ya watu. Asilimia kubwa ya binadamu walioathiriwa na mtindo wa kujichua ni watu ambao hawapendi kujichanganya na watu wengine. Ni binadamu ambao wanapenda kukaa peke yao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao ndani yao wameanza kujihisi kufurahia kukaa peke yao kuliko kukaa na watu wengine, mara baada ya kufanya mtindo huo kwa muda mrefu, ujue umeanza kuathiriwa na tabia hiyo ya kujichua. Namba 7, kujichua kunakuwa ni kama suluhisho la furaha ambayo wameipoteza katika maisha yao. Asilimia kubwa ya binadamu walioathiriwa na mtindo wa kujichua, hawa ni binadamu ambao wanapopitia maumivu fulani katika maisha yao, huwa wanapenda kuyapoteza maumivu hayo kwa mtindo wa kujichua. Yani wakiwa na msongo wa mawazo, wanaamini watakapojichua, basi hali hiyo ya huzuni ambayo wanayo katika maisha yao itakwenda kupotea. Lakini inawezekana wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamefanya hivyo kwa kipindi kirefu na wanatamani kujiokoa katika wimbi hilo. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, kwanza, amua kutoka moyoni, jiambie mwenyewe, ninaweza kuiacha tabia hii. Kabla ya kulala, jiambie maneno hayo kuwa mimi ninaweza kuiacha tabia hii, na unapoamka jiambie maneno hayo. Kila unapotamani kujichua, jiambie maneno hayo, mimi ninaweza kuiacha tabia hii, kwa sababu ipo nguvu ya kurudia maneno katika maisha yako. Kadri unavyozidi kurudia maneno, kitu ambacho unakirudia katika maneno huwa kina tabia ya kujidhihirisha katika maisha yako, na hiyo inaitwa manifestation. Lakini jambo la pili, kuwa mtu ambaye unafikiria zaidi kuhusu madhara ya kujichua kila unapotamani kufanya hivyo. Jambo la tatu, kuwa mtu ambaye haukai peke yako, penda kukaa na watu wengine. Hata kama unaichukia tabia ya kukaa na watu wengine, kwa sababu tabia ya kukaa na watu wengine itaanza kukubadili kisaikolojia, na utajikuta umeanza kuchukua muda mrefu bila kufikiria tabia hiyo ya kujichua. Jambo la 4, mshirikishe mwanadamu mmoja ambaye unamwamini, ambaye atakusaidia kuacha mtindo huo wa kujichua. Anaweza akawa mpenzi wako, ama anaweza akawa rafiki yako wa karibu ambaye atakuwa bega kwa bega na wewe, kwani wakati mwingine ukisimama peke yako unaweza ukashindwa kujiokoa katika dhoruba ambayo imekupitia katika maisha yako. Namba 5, jiwekee malengo na anza kuyatimiza malengo yako. Kama ulikuwa ni mwanadamu ambaye hauwezi kupitisha siku moja bila kujichua, jiongeze muda. Anza kujichua baada ya siku 3, baadaye jiwekee muda wa wiki, baadaye jiwekee muda wa mwezi. Utakapoweza kufikisha miezi 3 bila kufanya hivyo, tabia mpya itakuwa imeanza kudevelop katika maisha yako. Utakwenda kuishinda kabisa tabia hiyo ya kujichua. Lakini jambo la msingi zaidi, unapokuwa katika hatua zote, mtangulize Mwenyezi Mungu, fanya ibada, muombe Mwenyezi Mungu akusaidie kuiacha tabia hiyo, kwa sababu hakuna gumu kwa Mwenyezi Mungu. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane katika video ijayo. Nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana, zaidi ya sana. Asante, bye.